Hujambo mtazamaji, karibu katika makala maalum ya kilimo na umwagiliaji. Mwenyeji wako naitwa Agnes Mbapu. Katika makala haya maalum leo hii tunaimulika Tume ya Taifa ya Umwagiliaji yenye jukumu kubwa la kuratibu, kuendeleza na kusimamia maendeleo ya sekta ya umwagiliaji nchini. Kilimo ni uti wa mgongo. Kilimo ni biashara, lakini pia kilimo ni uhai. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, serikali iliamua kutekeleza kilimo cha umwagiliaji. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ikiwa na kauli mbiu ya inyeshe isinyeshe tunamwagilia. Zaidi ya shilingi trilioni 1 zimewekezwa kwenye miradi ya umwagiliaji nchi nzima. Katika makala haya maalum tutaimulika miradi ya skimu ya umwagiliaji iliyopo Dodoma, Shinyanga na Mwanza. Raymond Mdolwa ni mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Anaeleza utekelezaji wa miradi hiyo. Leo tuko Membe kwenye mradi wa ujenzi wa bwawa, kati ya miradi ambayo tunaendelea kutekeleza. Kama inafahamika, serikali ya awamu ya 6 ilianza programu ya ujenzi wa miradi ya umwagiliaji kwa nchi nzima, ambao ilikuwa ni kuanzia bajeti ya 22-23 na sasa hivi tunaendelea mwaka wa 3 wa 4 kutekeleza miradi hiyo. Mpaka sasa hivi miradi zaidi ya 780 ipo katika utekelezaji, na kati ya miradi hiyo 780, miradi 126 ina wakandarasi site na inaendelea kutekelezwa. Na thamani ya miradi hii ambayo inatekelezwa mpaka dakika hii, serikali imetumia zaidi ya bilioni 492, ikiwa na ongezeko la thamani. Na ukiangalia thamani ya miradi yote ambayo tumeitangaza hapo ni bilioni trilioni 1.2. Kwa hiyo value for money unaweza kuipata ukiona kiasi cha miradi ambayo inatekelezwa na fedha ambazo serikali mpaka dakika hii imeweza kutoa. Tunawashukuru sana wakandarasi, wamekuwa wanashirikiana na serikali pamoja na magumu machache yaliyokuwepo, lakini wameendelea kufanya kazi kuhakikisha kwamba miradi hii inaendelea kutekelezwa. Kwa hiyo katika utekelezaji wa miradi ambayo tunaendelea nayo, miradi ambayo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji, iko miradi 30. Hii miradi 30 imeshafika asilimia 80-90 kwa ajili ya uzinduzi, lakini tuna miradi zaidi ya 60 ambayo iko zaidi ya asilimia 50 ya utekelezaji. Mfano, mradi huu ambao tuko hapa Membe, mradi huu kwa asilimia 93. Tunategemea Mwenyezi Mungu akijalia, mwezi huu wa 9 maji yaanze kuingia kwenye bwawa hili ili tuweze kulitumia kwa ajili ya nini, ya kilimo. Kwa hiyo tunaendelea kutangaza, kuonyesha kazi zile ambazo serikali ya awamu ya 6 imezitenga na fedha ambazo zimetumika vizuri sana. Ninapozungumza bilioni 492, ukilinganisha na kazi iliyofanyika, utaona kabisa kwamba matumizi ya fedha na utekelezaji wa miradi inaenda vizuri sana. Tunao mabwawa zaidi ya 14 ya mwanzo ambayo tumeanza nayo, mabwawa 100 yapo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Na hii yote ni kufanya nini? Hii yote ni kutekeleza maelekezo ya serikali ya awamu ya 6 kwamba tuhakikishe kwamba kwanza tunalinda mazingira. Kulinda mazingira ni kutoka kutumia maji moja kwa moja kwenye mito na kuyajengea uvunaji. Kwa hiyo tunafanya uvunaji kama huu tunaonyesha hapa. Wananchi wataweza kulima zaidi ya mara 1, mara 2 katika mwaka. Lakini pili, kwenda kwenye mkakati wa ujenzi wa visima, uchimbaji wa visima, kuwafanya wananchi mwaka mzima wawe na shughuli za kufanya. Kama tunavyofahamu, nchi yetu zaidi ya asilimia 65-70 ya Watanzania ni wakulima. Tukiwatengenezea miundombinu hiyo umwagiliaji, maana yake mwaka mzima watakuwa na shughuli ya kufanya. Lakini sitoshe kwamba serikali imewezesha Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kuyatenda haya yote, kuhakikisha kwamba ile azma ya serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha wananchi wanapata kilimo cha umwagiliaji cha uhakika inaenda kutimia. Sisi kauli yetu mbiu siku zote tunasema inyeshe sinyeshe, tutamwagilia na Samia. Kwa hiyo uhakika wa kumwagilia upo, miradi inatekelezwa vizuri na serikali imeendelea kusapoti, kutoa fedha kufanya miradi hii iweze kufanya nini, kutekelezwa. Tunaendelea utekelezaji huo, na matumaini yangu kwamba wananchi watashirikiana na serikali kwenye kuitunza miradi hii ili miradi hii iweze kuwafaa sasa na kizazi kijacho. Eneo la umwagiliaji litaenda kukua, tuna uhakika kuanzia sasa na miaka 2-3 ijayo miradi hii itaenda kwenye ukamilifu.
niwaombe wa Tanzania, safari ya kutengeneza miradi sio safari rahisi. Safari ya kutengeneza miradi ya umwagiliaji sio safari nyepesi, ni safari ngumu. Kama miaka 60 ya uhuru hatujawahi kuwa na miradi mingi namna hii. Tujiulize maswali, tunawezaje kupata miradi kamilifu kwa miaka 3 tu? Haiwezekaniki. Tumeanza, tunaendelea na tutaenda kumaliza miradi hii. Usimamizi ni mzuri, kazi ni nzuri, na serikali inajitahidi kutoa fedha za utekelezaji huu. Kwa hiyo niwashukuru sana wale wote ambao wanashiriki kwenye utendaji wa kazi hii. Niwashukuru watumishi wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, niwashukuru Wizara ya Fedha, niwashukuru Wizara ya Kilimo kwa sapoti, niwashukuru sekta nzima ya kilimo ambao tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba miradi hii inatekelezwa. Mimi niwaambie kwamba sisi tuko imara, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, kuhakikisha kwamba yale ambayo Mheshimiwa Rais ameyataka yatekelezwe, kwamba tunaenda kuilisha dunia, tunaenda kuilisha dunia kwa vitendo, na ambavyo hivi tumeanza kuwaonyesha. Tutaendelea kuonyesha utekelezaji wa miradi nchi nzima ili muweze kuona kwamba sio maneno tu na matendo yanaendelea. Hapa anazungumzia miradi ya uvunaji maji ili kupunguza migogoro ya wakulima na wafugaji. Kwenye miradi hii ambayo tunaiona leo tuko Membe, lakini kuna miradi mingine kati ya mabwawa ya mwanzo tulioanza nayo, miradi ya Nyida ambayo iko Shinyanga, ambayo mradi yule utamwagilia mradi wa Maragwa, Tabora na Nyida yenyewe. Lakini tuna mradi wa Mahiga ambao uko kule Mwanza. Mradi wa Mahiga nao uko 95% kwenye ukamilifu wake. Tuna mradi wa Kasoli, mradi huo nao uko 70% ya utekelezaji wake. Kwa tuna miradi aina hiyo. Tuna mradi wa Msagai uko Dodoma pia. Mradi wa Msagai uko 70% ya utekelezaji wake. Hii miradi yote ni kati ya miradi ya mwanzo tulioanza nayo ya ujenzi wa mabwawa ya uvunaji wa maji. Maana yake ni nini? Maana yake tuhakikishe kwamba maji yanapatikana wakati wote. Lakini miradi hii inaenda na nini? Miradi hii tunaenda pia na kutengeneza maeneo ya wananchi kuweza kunywesha ng'ombe zao. Kwa hiyo tunatengeneza maeneo ya ng'ombe kunywa ili kusio na ugomvi kati ya nini? Ya wananchi wanaolima na wananchi wanaofuga. Lakini pia tutaenda kuweka fensi kwenye miradi hii ya mabwawa kuzuia uharibifu, lakini kuzuia pia athari zingine. Lakini pamoja na hayo, mabwawa haya yatakuwa na kitega uchumi kingine. Kutakuwa na samaki. Kwa maana yake nini? Itakuwa ni uchumi kwa wananchi waweze kufanya nini? Kuweza kuvuna samaki na kuweza kujipatia kipato. Kwa hiyo ni mwendelezo wa utekelezaji wa miradi. Ni hakika kabisa kwamba tunaenda kutekeleza miradi hii. Kisha anabainisha mikakati ya tume. Matarajio yetu ni kwamba kwenye ujenzi huu wa miradi yote tunatarajia kwamba eneo la umwagiliaji litafikia hekta milioni 1.2. Lakini lengo ambalo tunalo kwa nchi nzima, tuna lengo la kuwa na hekta milioni 8.5 ikifika 2030. Na kwenye visima tunatakiwa tuchimbe visima 67,000 ikifika 2030. Kwa haya ni malengo ya muda mrefu ambayo tunaendelea kutekeleza mwaka hadi mwaka. Katika programu hii ya ujenzi wa mabwawa na miradi yetu tunayotekeleza, pia ni miradi inayotumika kufanya shughuli zingine. Kwa mfano, tuna mradi wa Trip 2. Mradi huu ni ushirikiano kati ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji na TRC. Mradi huu tunaenda kujenga mabwawa 6, ambayo mabwawa haya 6 yanaenda kuokoa mafuriko ambayo yamekuwa miaka yote yanaharibu reli yetu na pia taharibu reli ya SGR. Lakini tunayavuna yale maji yasiuie mafuriko, lakini tunapoyavuna maana yake wananchi watatumia kwa nini? Kwa kilimo. Kwa ni mradi mzuri, tumeshaanza, tumeshapata consultant, tunaendelea naye. Ni mradi ambao tunatumia fedha za World Bank, ni mkopo, sio msaada ambao serikali itaenda kufanya nini? Itaenda kulipa. Kwa hiyo tunaendelea miradi hiyo. Miradi hii itaweza kuisaidia maeneo ya Morogoro ambayo miaka yote yamekuwa yanapata nini? Mafuriko. Nimezungumza na watekelezaji wa miradi hii ambao ni mameneja wa mikoa. Karibuni kwenye ujenzi wa mradi wa bwawa la Membe, ambapo katika mradi huu tunatekeleza ujenzi wa bwawa lenye uwezo wa kuhifadhi maji lita za ujazo bilioni 12 au sawa na mita za ujazo milioni 12. Mradi huu umeanza kutekelezwa mwaka 2022 na tunatarajia utakamilika mwaka huu mwezi Novemba tarehe 7, 2025. Katika mradi huu tunatekeleza kazi kuu 5 ambazo ni ujenzi wa tuta ambalo litakuwa linazuia maji,
lakini tunatekeleza ujenzi wa spillway, ambapo hii spillway tunaita punguza, ambapo ndio eneo hili lililoko nyuma yangu. Maji yaliyozidi kwenye bwawa yatakuwa yanamwagika hapa, yanazunguka kurudi mtoni. Lakini kazi ya tatu katika mradi huu tunatekeleza ujenzi wa mfumo wa kutolea maji kwenye bwawa, ambao mfumo huu utakuwa unatoa maji ndani ya bwawa unapeleka kwenye mfereji kwa ajili ya kumwagilia mashamba. Kazi ya nne tunatekeleza kazi ya ujenzi wa mfumo wa kutolea mchanga. Kuna mfumo wa kutolea mchanga pale kwenye tuta umejengwa katikati ya mto pale kwa ajili ya kuchuja mchanga kutoka ndani ya bwawa kwenda nje kipindi cha mvua zikiwa zinanyesha. Lakini pia kazi ya tano ni ujenzi wa ulinzi wa matuta mbalimbali ambayo yanajengwa katika bwawa letu, kwa maana ya lile tuta kubwa pale na haya matuta madogo yaliyoko kwenye kingo za spillway ambayo tunajenga kwa mawe ambayo yanapangwa kwenye matuta yale kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko kwenye matuta hayo. Kwa ujumla kwa sasa mradi huu umefikia 93% na mkandarasi yuko site anaendelea na kazi mbalimbali zikiwemo kazi za umaliziaji wa tuta kuu ambalo linalozuia maji kama tulivyopita kule tumejionea, lakini pia anaendelea na kazi za ujenzi wa matuta mawili madogo ya kwenye spillway, anaendelea na kazi ya upangaji wa mawe nyuma yangu pale, wako vijana wanaendelea, lakini pia wanaendelea na kazi ya umaliziaji wa ujenzi wa mfumo wa kutolea maji kwenye bwawa. Kwa hiyo kazi hizi zote zilizobakia ndizo 7% zilizobaki ambazo tunatarajia ndani ya mwezi Septemba hadi mwezi Oktoba kazi hizi zitakuwa zimekamilika na mradi wetu utakuwa uko tayari kwa ajili ya matumizi. Mradi huu unakwenda kuhudumia mashamba yenye takriban ukubwa wa zaidi ya ekari 6,000 ambayo yako upande wa chini, ambapo tunatarajia vijiji vitakavyonufaika. Mradi uko kwenye vijiji vitatu, kijiji cha Membe, kijiji cha Chitabuli na kijiji cha Mlimo. Lakini unufaika wa vijiji vile 6 vinavyozunguka katika maeneo haya vitanufaika kutokana na mradi huu. Na takriban wakulima wapatao zaidi ya 1,500 wana mashamba yaliyoko ndani ya skimu, na skimu hii kama nilivyosema ina ukubwa wa ekari 6,000. Kwa hiyo wakulima wale wana mashamba, wengine wana mashamba madogo madogo na mashamba makubwa makubwa. Na tunatarajia mradi huu utakapokamilika vile vile wakulima hawa wataweza kulima zaidi ya mara moja kwa msimu. Kwa sasa ilivyo katika eneo hili, kama mnavyofahamu kwamba eneo letu la Dodoma hapa ni kame. Kwa hiyo mradi huu utakapokamilika utasaidia wakulima wa eneo hili kulima zaidi ya mara moja kwa msimu. Watalima mara 2 au mara 3 kutokana na aina ya mazao watakayokuwa wanalima. Na katika eneo hili mazao, kutokana na aina ya udongo uliopo, mazao yatakayolimwa katika eneo hili kwa tafiti zilizofanyika, wataweza kulima mpunga, watalima mahindi, watalima alizeti, watalima pamoja na mazao ya mboga mboga katika eneo hili. Kwa hiyo kwa aina ya mazao haya yanayolimwa, wakulima wa eneo hili wataweza kulima kwa zaidi ya msimu mmoja, kwa maana watalima misimu 2 au misimu 3 kwa mwaka. Mpaka sasa mradi wetu umefikia 93% ya utekelezaji, na matarajio yetu kufikia mwishoni mwa mwezi wa 10 tunaenda kukabidhi huu mradi, na mwaka huu hizi mvua zinaweza kuonyesha mwaka huu tunaweza kuvuna haya maji. Mpaka sasa hivi kiukweli kazi yetu inaendelea vizuri na ubora wa kazi yetu umekuwa katika kiwango cha juu sana, kwa sababu wawakilishi wa tume ya umwagiliaji wamekuwa muda wote wako na sisi katika shughuli za kila leo, na vile vile tunajaribu kushirikisha vyombo husika katika upimaji kwa kila hatua tunayofanya ya kifusi. Na kitu kingine ambacho ningeweza kuwashukuru serikali kwa kutuamini kutupatia hii kazi hii kama wakandarasi wazawa, na tunaomba waendelee kutuamini kutupa miradi mikubwa, na sisi tunawaahidi kuitekeleza katika ufanisi na ubora mkubwa sana. Kwa hiyo mbali ya yote tunawaahidi kukabidhi kazi hii mwaka huu. Wanufaika wakuu wa miradi hii ni wananchi na wakulima. Baadhi yao wanakiri uwepo wa miradi hii itawakomboa kiuchumi. Kwa majina naitwa Jemima Ernest Leonard, ni mkazi wa Membe, lakini ni mkulima wa hapa Membe. Kwanza kabisa tunapenda kushukuru. Tunatamani huu mradi uishe tu haraka. Membe yetu sasa iende kukua na iendelee kupendeza. Yaani tunaona kabisa Membe inavyoendelea kupendeza, kwa sababu tukiangalia bwawa linavyopendeza,
Ukiangalia maskimu yanaendelea kujengwa. Kwa hiyo tunatamani huu mradi uishe, kwa sababu kwa mfano sisi wanawake najua hatutapata shida sana. Kwa hiyo watu wengi wote tunasubiri huu mradi uishe ili tuendelee kupata faida. Skimu ya umwagiliaji Mahiga ina jumla ya vijiji vitatu ambayo ni Mwangalanga, Mahiga na Nguduruguru. Hivyo kwenye mradi wetu wa umwagiliaji tunalima mpunga kutokana na hili bwawa na mifereji yetu hii ambayo tumejengewa ndo inasababisha tuvune kwa awamu mbili. Hapo mwanzo tulikuwa tunategemea mvua. Mwaka 1996 kuna ujenzi ulifanyika wa banio, lakini hata hivyo haukufanya vizuri. Ndio mwaka 2010 ndio bwawa likaanza kujengwa, ila na lenyewe mifereji yake haikujengelewa, ilikuwa imechimbwa tu hivyo hivyo, lakini sasa hivi ndo mifereji imejengelewa. Kwa hiyo najua mavuno yatakuwa mazuri kwa sababu maji yatatupata kwa wakati. Kabla ya umwagiliaji mavuno yalikuwa ni magunia 8 hadi 10. Wakati mwingine mnakosa kabisa kulingana kwamba labda mvua inachelewa au hainyeshi kabisa, lakini kwa sasa hivi watu wanapata 18 hadi 22 kwa eka. Sasa hivi tuseme kwa kweli wananchi wanapata mazao ya kutosha, kwa sababu chakula wanapata, wengine wanasomesha watoto. Hata ukiangalia maeneo yetu sasa hivi kuna watu wamejenga, kuna mabati wameshaanza kujenga, kwa hiyo wameboreka wananchi. Tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa sababu ya kututengenezea mradi wa bwawa ambayo ni kilimo cha umwagiliaji. Kwanza kabisa faida ambazo tumezipata kwenye mradi huu ni kwamba vijana na asilimia ya watu wamenufaika kupata ajira ndogo ndogo ambazo zinaendelea kufanyika hapa. Lakini pia tutashukuru kama mradi ukisha kuwa umekamilika, wananchi tutakuwa na kipato ambacho kitakiinua uchumi wa mmoja mmoja. Sababu mboga tutapanda, na tulikuwa tunategemea wananchi wa kijiji cha Membe tulikuwa tunategemea kilimo cha mara moja kwa mwaka. Lakini mradi ukisha kamilika, maana yake tutakuwa tunalima zaidi ya mara moja, ambazo zitakuwa ni faida kwa mwananchi na kwa serikali pia kwa ujumla. Maana yake kama kipato kitaongezeka, kama tulikuwa tunapata gunia 5 kwa mwaka, lakini tunaweza tukalima hata mara 2 mara 3 tukapata zaidi ya hapo. Kwa hiyo uchumi wa mmoja mmoja na wananchi kwa ujumla utaongezeka. Hii iko kwenye vijiji vitatu: Gudu, Mahiga na Mwangalanga, na ina ukubwa wa ekari 618 na jumla ya wakulima 218 na mashamba ni mashamba ambayo ni ya watu wenyewe binafsi, lakini serikali imekuja kuwekeza ikaweka miundombinu ya bwawa na mifereji na barabara. Kweli tuishukuru serikali, imefanya kitu kizuri, kwa sababu hapo awali tulikuwa tunafanya uzalishaji ambao ulikuwa chini ya kiwango. Kwa tunapata kati ya magunia 7 mpaka 8 mpaka 10. Lakini baada ya skimu sasa hivi tunamwagilizia, tunapata magunia 25 mpaka kwenda hata 30, 28. Kwa hiyo kuna mafanikio makubwa. Kwa hiyo tuishukuru serikali. Kwa jina naitwa Raheli Pius Sendeu, ni mkazi wa Membe, hapa ni mkulima. Napenda kushukuru serikali yetu kwa ajili ya kutuletea huu mradi. Mradi ulivyokuja tumefaidika kama mama kufanya hizi kazi hapa. Naita kupikia watu chakula hapa, wafanya kazi. Alafu vijana wanafaidika hapa kufanya kazi za hapa. Shauri wangu kwamba huu mradi tunatamani ukamilike ili tuendelee kunufaika wa mama pamoja na baba kwa ajili ya kilimo. Maana kilimo cha msimu muda fulani kinatupa sana hasara. Kwa mwaka unaweza kulima ukapata gunia 2, 3. Lakini tukipata huu kilimo cha kumwagilia kitatusogeza mbele, tutasonga mbele. Tulikuwa tunalima kilimo cha mvua kwa mwaka mara moja, lakini sasa hivi
yaani tutakuwa na tija, tutalima hata mara mbili. Sasa kwa vijana imekuwa ni fursa kubwa sana, hawezi kukaa bila kazi, na tunashukuru serikali kwa kweli imetufanikishia huu mradi unaenda kuisha sasa hivi. Hatukutegemea Wanamembe kama tutapata fursa ya kuletewa bwawa. Tunashukuru serikali kwa kutuletea huu mradi. Kwa kweli sasa hivi tunawaza mambo ya mbali tena, sio tena ya kutegemea mvua kwa mwaka mara moja. Tutaweza kulima hata mara mbili, maisha yatabadilika, tutakuwa na maisha mengine ambayo tulikuwa hatutegemei. Shukuru sana, yani sipati njaa katika familia yangu, au yani tuseme kama ni kata ya Mwangalanga tunaolima kwenye msikimu, tunapata sana chakula kwa wingi, tunajenga nyumba, tunanunua ng'ombe, au msikimu wetu kama hii namba ya ngapi inatusaidia sana kwa maji kwa kutufikia. Tunashukuru sana serikali kwa ajili ya kutuletea mradi huu ambaye tutalima kwa awamu hata kama 3, kwa sababu ambacho kilimo tutakachokuwa tukilima ambacho kitakuwa ni cha uhakika, tofauti na kutegemea mvua kulingana na mkoa wetu wa Dodoma, kwa sababu tunalima ni mara moja. Lakini hapa tunashukuru sana kilimo pamoja na mifugo, kwamba mifugo ukiangalia maji yetu ni bado ni machache, na mradi huu ukiisha hata pia wafugaji watafaidika na huu mradi wa maji. Kwa hiyo kwa sababu maji yatapatikana kwa wingi na shughuli za maendeleo zitapatikana kwa wingi. Naam, mtazamaji, bila shaka umefahamu mengi juu ya miradi ya skimu ya umwagiliaji ambayo inatekelezwa na serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Serikali imewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 katika miradi ya umwagiliaji nchi nzima. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Agnes Mbapu. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Kazi na utu, tunasonga mbele.